Karibu sana kwenye episode zetu za Life Wisdom. Tunamshukuru Mungu ametupa nafasi ya kuwa kati ya watu ambao wamepata uhai tena katika siku hii ya leo. Maanake ni kwamba ametuona tuna kitu cha kufanya hapa duniani. Maanake ni kwamba ameturehemu na kutupa nafasi ya kutimiza kile ambacho pengine wengine hawakupata nafasi kwa sababu hawakuamka tena mara walipokuwa wamelala jana. Na tulikuwa tunaangalia jana kuhusiana na namna unavyoweza kung'ara, na tukasema mmoja kitu cha muhimu zaidi ni kuwa na maono, na nikuonyesha zile misconception ambazo watu wengi wanakuwa nazo wanapofika kwenye swala la maono, kiwango ambacho kinawafanya wadumae. Kama kupata nafasi ya kusikiliza, basi nitashauri baada ya kusikiliza episode ya leo urudi ukasikiliza ile ya jana pia, kwa sababu itakuwa imekusaidia kukujenga sana katika maeneo mbalimbali. Sasa kitu gani ambacho maono inafanya kwenye maisha yako ambacho kinakusaidia kung'ara? Maana kuna kitu kimejificha ndani ya maono ambacho kinaweza kukupa nguvu za kung'ara tofauti na watu wengine. Cha kwanza kinachofanya ni kwamba maono yanaongeza kasi kwenye maisha. Unajua, kuachieve vitu au kufanikiwa katika mambo sio jambo la ajabu sana, lakini inakuwa la ajabu na la maana sana pale unapokuwa umefanikiwa ndani ya muda mfupi zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Sasa unachotakiwa kuelewa ni kwamba huwezi ukaenda kwa kasi kwenye maisha kama hauoni vizuri. Ningekutolea tu mfano mdogo kabisa. Kama wewe unasafiri usiku na unasafiri kwa gari, unafahamu kwamba kama taa zako haziwaki vizuri, hauwezi kuona mbali. Si unajua huwezi kukimbiza gari yako kwa kasi sana. Utaendesha taratibu kwa sababu unaogopa usije ukakutana na shimo la ghafla, au usije ukakutana na gari la ghafla ambalo huwezi kuliona kwa sababu taa zako hazifanyi kazi vizuri. Maana yake ni hivyo hivyo kwamba huwezi kwenda kwa kasi kwenye maisha kama hauna maono yaliyo clear, kwa sababu maono ni kama taa ambayo inaangaza mbele yako kukuonyesha mahali pa kupita na kukuonyesha namna ya kupita. Pasipo maono, manake unakosa taa ya maisha yako. Unajua, hata kama unatembea pia, kama una taa, umeshika torch kwa mfano ambayo ina mwanga mkubwa, unaweza ukatembea kwa kasi, lakini imagine giza limetokea. Huwezi kutembea kwa kasi kama ambavyo unataka. Ndio maana unakuta hata kama nyumbani ukiwa kuna mwanga, mtu anatembea tu, mtoto anaweza kukimbia tu, unatembea, unatoka chumbani utaenda jikoni, lakini ghafla umeme ukizimika, hauwezi kutembea kwa kasi. Utakuwa unatembea taratibu taratibu, wakati mwingine unajishikia ukutani au unajishikia kwenye meza ili usianguke. Kwa maana yake mtu ambaye haoni, kwa sababu kumbuka maono ni neno linatokana na ona. Maana yake kama huoni, huwezi kuwa na kasi, huwezi kufanya mambo kwa bidii, huwezi kufanya matokeo kwa haraka. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake utakuwa ni mtu ambaye haufiki mbali kwenye maisha yako. Kwa hiyo maono, faida yake mojawapo, yanakuongezea kasi. Unataka kuwa na kasi kwenye biashara yako, unataka kuwa na kasi kwenye maisha yako ya kawaida ya kifedha, pengine unataka kuwa na kasi kwenye taaluma yako, moja ya kitu unatakiwa kuwa nacho ni kuwa na maono. Na sifa mojawapo ya maono ni muhimu sana uyaandike. You need to write down. Ukiandika inatengeneza kitu kinaitwa clarity. Watu wengi sana nimekuwa nikiwaambia hivyo, wanasema kwani kuna umuhimu gani wa kuandika? Naambia mmoja wa umuhimu mkubwa ni kwa sababu tayari umeshaufundisha ubongo wako kwamba vitu vya muhimu huwa vinaandikwa. Ndio maana unapokuwa darasani kwa mfano, mwalimu akiwa anafundisha, hauandiki kila kitu, unaandika vitu vichache. Vitu gani unaviandika? Ni vile ambavyo unafikiri wewe ni vya muhimu. Tafsiri yake ni nini? Ubongo wako umefundishwa tangu ukiwa mtoto uko shuleni, unaandika tu vitu vya muhimu. Ukienda kwenye semina hivyo, unachukua daftari au notebook au simu yako, hauandiki kila kitu, unaandika vile vitu ambavyo ni vya muhimu. Ukienda kwa mfano labda kanisani kwenye mafundisho au mahali popote pale, unaandika vitu vya muhimu. Ukiwa kwenye kikao umechukua unaandika vitu vya muhimu. Kwa maana yake nini? Ubongo wako umefundishwa kwamba kila kitu cha muhimu huwa kinaandikwa, kisicho cha muhimu huwa kiandikwa. Kwa tafsiri yake ni kwamba usipoandika maono yako, ubongo wako unakuwa unauambia kwamba maono yangu sio ya muhimu, na ubongo una tabia ya kukusaidia kutimiza vitu vya muhimu tu. Vile visivyo vya muhimu haiwezi kukusaidia kukupa ubunifu wa kuweza kufanya. Kwa ni muhimu sana uandike maono yako. Unapoandika unatengeneza kitu kinaitwa clarity. Inakufanya wewe uwe mtu ambaye unaona vitu unavyovitaka, vile usivyovitaka vinaondoka. Maana yake una avoid kitu kinaitwa distraction na ina enhance focus. Ndio maana ukiwa unaendesha na taa zimewaka vizuri,
Nimekwambia moja faida maono, ninaongeza speed yako. Utajikuta kwamba unakimbiza kwa kasi. Huwezi kuwa unaangalia pembeni kwa sababu tayari wewe unajua. Ndio maana mtu kama anasafiri kwenda mbali, kwa mfano mtu anatoka Dar es Salaam, ana safari ya kwenda Mwanza kwa gari, hawezi akawa anafika kila sehemu anasimama, jamani kuna mahindi ya kuchoma ninunue, kuna mayai ya kuchemsha ninunue. Njiani aisee nimeona pale kuna wanauza ice cream, kumbe kuna huku mpaka ice cream za Azam zipo, asimame anunue. Hana njaa na chai, hapana. Kama anaenda mbali anataka kuwa na focus, kwa sababu maono yake anamwambia unataka kwenda Mwanza, ni mbali mno. Kwa hiyo na wewe pia maono yako yakiwa mbali, uta avoid distraction. Kuna watu utaacha kuchati nao, kuna watu utaacha kuwatembelea, utaacha kuwa unazurura unazunguka kama vile mpelelezi unapeleza kitu fulani. Hautakuwa unahudhuria sherehe kila unayoalikwa, sio kila kikao unachoalikwa, kila birthday party unayoalikwa. Utaacha. Kwa nini? Maono yanakuongeza speed unapokuwa unajua kule ambako unaenda. Cha pili ambacho maono inafanya ni inakutengenezea kitu kinaitwa nidhamu, discipline. Sasa discipline yoyote kwenye maisha, nidhamu yoyote kwenye maisha ni matokeo ya maono. Ukisikia mtu anasema sina muda wa kufanya jambo fulani, nimeshindwa kufanya jambo fulani, ni kwamba kinachokosekana pale ni maono hayapo. Ndio maana unakuta mtu akiwa na maono ya kutaka kufaulu mtihani, atakuwa tuna nidhamu ya kusoma, wakati watoto wenzake au vijana wenzake wanaangalia television, wengine wanazunguka huku na kule wanaangalia mpira wa miguu, yeye atajiwekea nidhamu ya kusoma mpaka afanikiwe, kwa sababu ana maono, ana picha ambayo tayari ameiona, anaipambania. Ile picha iliyoko ndani yako ndio ambayo una uwezo wa kuipambania. Ndio maana unakuta hata wakati mwingine mabondia, unashangaa bondia yuko ulingoni anapigwa mpaka anaanguka, mpaka ukimwangalia hivi unasema huyu hawezi kuinuka tena, lakini ghafla unashangaa ameinuka tena. Halafu cha ajabu kinatokea, baadaye unashangaa yule bondia ameshinda. Akiwa anaojiwa utagundua kwamba kumbe alikuwa na maono ndani yake tayari, alikuwa amemwambia kwamba I say you have to win this fight. Inamtengenezea discipline ya kung'ang'ania kitu kwa muda mrefu bila kukata tamaa. Kwa kusikia mtu anasema I don't have time to read. No. Swala sio kwamba una muda wa kusoma, una muda wa kujisomea. Hauna maono yanayoambatana na kujisomea. Ukiwa na maono utapata muda wa kusoma. I can't wake up early. I can't control my spending. Nasikia wanasema hivi, mimi bwana siwezi control spending zangu. Kwani mimi bwana nimeshindwa kabisa kuwa na nidhamu ya pesa. Moja kitu kinakufanya usiwe na nidhamu ya pesa kwa sababu una maono. Ukishakuwa na maono kwamba mimi by the time nafikisha miaka 40 au kufikisha miaka 60, nataka niwe na uwekezaji wa milioni 200. Nataka niwe na uwekezaji unaonitengenezea passive income ya milioni kadhaa. Ukiwa na hayo maono, nidhamu inakuja yenyewe very automatic. Watu wengi sana kinachowakosesha kuwa na nidhamu ni kwa sababu ya kukosa maono. Nakuta mtu anasema I cannot control my eating habit. Siwezi kujizuia mambo ya kula, nimejaribu sana. Hapana, ni kwa sababu tu maono bado hayafika. Ndio maana watu wakiwa na maono unaweza ukapata maono unakwambia ni picha. Mtu akipata picha mbaya inayokuja kuhusiana na maisha yake, kuna vitu anaviacha. Ndio maana mtu leo anaweza kusema unajua mimi sina muda wa mazoezi, unajua nimejaribu kuacha sigara nimeshindwa, nimejaribu kuacha pombe nimeshindwa, si nimejaribu kula vizuri kwa nidhamu nimeshindwa. Lakini leo ukienda hospitali Jakaya Institute pale, Heart Institute, ukafika pale ukakutana na daktari wa moyo, akakwambia ndugu yangu, kulingana na uzito wako, kulingana na hali yako, kulingana na uvutaji sigara wako, tumekupima hapa, tumeona ndani ya wiki 2 kama usipobadilisha tabia tunakupoteza, unakufa. Unajua nini kitatokea? Utakuwa na nidhamu ghafla, my friend. Yaani nidhamu itakuja bila mwenyewe kujua nidhamu imetokea. Kwa sababu kwa wakati huo sasa unakuwa umepata negative vision, maono kwamba mimi naenda kufa jamani. Na wewe kwa sababu utaki kufa utashangaa muda wa mazoezi unapata, nidhamu ya kula inakuwepo. Kwa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kumbe watu wengi wanashindwa kufanya vitu vingi. Issue tu ni kwa sababu wamekosa maono, sio kwa sababu hawawezi kufanya. Jambo la tatu maono yanakufanyia ni kitu kinaitwa inakupa matumaini. It becomes a source of continuous hope. Inakupa matumaini yasiyoisha. Watu wenye maono huwa wakati tamaa mapema. They don't give up easily. Wanapambania kitu ambacho wanakiamini. Wanapambania kitu ambacho wanakiona, walishakiona ndani yao. Unajua mtu mmoja leo kusema kwamba you can doubt what you hear but you cannot doubt what you have seen. Unaweza kuwa na mashaka na kitu ambacho ulikisikia, lakini ni ngumu sana kuwa na mashaka na kitu ambacho ulikiona kwa macho yako. Kwa maneno mengine, maono yanakupa kitu kinaitwa insurance, yanakupa uvumilivu. Watu wengine wakati wanajiuliza, kwa nini unang'ang'ania hicho kitu? Kwa nini unaendelea kufanya? Mbona hakikulipi pesa? Mbona kama watu wanakutumia tu? Mbona kama vile haupigi hatua? Wewe unajua unachotafuta. Maono yanakupa kuvumilia. Yanakupa kuvumilia kula vyakula vya kawaida ili kesho uweze kufanya mambo makubwa.
yanakupa kuvumilia kuishi katika nyumba ambayo hujaipenda wewe kuishi, lakini kwa sababu kuna maono unayo kuhusiana na mambo ya fedha na uwekezaji. Yanakupa kuvumilia kuvaa kawaida, lakini kwa sababu kuna kitu unakitafuta kwenye eneo la kuweka akiba. Yanakupa kuvumilia wakati mwingine hata kudharauliwa kwa muda mfupi ili upate kitu ambacho unakitaka. Unajua, maono yanakufanya udharau hali yako ya sasa na uangalie hali yako ya kesho. Maana yake they make you to despise your current challenge. Ile current challenge, it doesn't discourage you. Inawezekana leo unalala chini, inawezekana leo unaishi kwenye mazingira ambayo sio mazuri, kwenye mtambo ya ufurahia, watoto wako pengine bado hawajafanikiwa kusoma kwenye shule ambazo unazipenda. Inawezekana leo hauna gari, unaishi tu katika, yani maisha yako yafurahisha, lakini katika hiyo hali kuna kitu fulani unakitafuta. Sio kwamba hiyo hali imekaa pale milele. Unajua, mtu anapokuangalia hivi anaweza kaona kama huyu jamaa ndo muda wake umeshaisha, huyu dada kwa kweli ndo tayari hapa ndo. Maono maana yake ni kujua kwamba I'm in transition, niko kipindi cha mpito, sitakuwa hivi muda mrefu kama mnavyofikiria. Wakati mwingine watu wakikuangalia wanasema huyu ndo amefika mwisho kabisa. Wakati mimi nimeshawahi kulala chini hapa Dar es Salaam nikiwa naishi katika mkoa huu wa Dar es Salaam, na wakati wote tayari nimeshaanza kuwa na jina, lakini hakuna mtu alikuwa anajua, lakini ndani ya moyo wangu nilikuwa najua kabisa kwamba mimi sitalala chini maisha yangu yote. Mimi nimeshawahi kuazima nguo, tena nikasafiri kutoka hapa kwenda South Africa, naenda kwenye mkutano, sina nguo zangu, sina suti, rafiki yangu akanizima suti, akanizima na shati, akanizima na tai, akanizima mpaka na viatu. Imagine. Lakini ndani yangu nilikuwa bado naamini kwamba kuna siku mimi nitavaa designer suit. Kwa nini? Maono yanakupa hali ya kuvumilia. Mimi sijui leo kuna kitu gani ambacho unakipitia ambacho unafikiri kama vile nimeisha. No, usikubali kuishi maisha ya kuaridhisha watu. Ishi maisha ya kuridhisha maono yako. Kuna watu watakuelewa, kuna watu watasema huyu hapatikani siku hizi, mbona amejificha sana. Kuna watu watasema huyu naye siku hizi ameishiwa, angalia hana gari anatembea. Watu wengine watasema mwangalia anavyovaa siku hizi, mbona afanye. No. Don't compete with people. Usishindane nao. Hapana, complete your vision. Falsafa yako iwe ni completion and not competition, kwa sababu maono yanakupa hali ya kutumaini katikati ya changamoto ambazo zinakukabili. Na mimi ninaamini bila kujali leo unapitia nini, kama maono yako utashika. Ndio maana katika vitu utajua kupoteza kwenye maisha, usipoteze maono. Ndio maana adui mkubwa wa maisha yako ni mtu ambaye anakufanya uwe na mashaka na maono yako na anakufanya upoteze maono yako. Mmoja alikuwa amepigwa kwenye ubondia mpaka chini akaanguka kifudifudi, chali akaanguka, chali akawa anaangalia juu namna hii. Ukiangalia macho yake alikuwa kama vile anataka kukata roho. Baadaye wameanza kumhesabia 1 2 3 4 5, ghafla akainuka. Baadaye akaja kushinda lile pambano. Baadaye walivyomuuliza kwamba ni nini kilikufanya uinuke pale, kila mtu alikuwa anafikiri pale ndio umeshindwa, akasema falsafa yangu kwenye maisha yangu ni kwamba hata kama nimeanguka chini chali namna ile na naangalia juu, akasema as long as I can look up I can stand up. Ili mradi bado macho yangu yanaweza kufunguka na nikaona namna hii, ninaweza pia kusimama. Na wewe pia, haijalishi bado una pumzi unapumua, bado una moyo unadunda, bado una miguu na afya ya kuweza kutembea, bado kinywa chako kinaweza kuongea. My friend, as long as you can look up you can stand up. Usikubali kupoteza maono ya maisha yako. Leo nataka uwe na energy ambayo hujawahi kuwa nayo. Fanya kile kitu ambacho umekuwa ukigairisha. Nenda kule mahali ambako kila siku umekuwa ukisema nitaenda. Mpigie mtu simu ambaye kila siku umekuwa unairisha. Chukua hatua ya kwanza. Regardless nini kinatokea katika maisha yako, I have a word for you. As long as you can look up, you can stand up. Unaweza kuinuka. Ndio kazi ya maono, kukupa tumaini katikati ya mambo ambayo yanaonekana haiwezekani. Unaweza pia ukatafuta vitabu vyangu vikakusaidia sana. Watu wengi vimewasaidia na vitabu vingi sana, zaidi ya 45. Unaweza ukaangalia, kuna kitabu changu kimoja kinaitwa Ishi Ndoto Yako. Unaweza ukakitafuta hicho kitabu, au Timiza Malengo Yako. Hicho kitabu kinaweza kukusaidia na kukuonyesha watu ambao walikuwa na maono na wakayatimiza katika kiwango ambacho sio cha kawaida kwenye maisha. Wengine dunia iliwafuta kabisa majina yao, wakasema huyu hatafanikiwa, lakini leo ni watu wakubwa. Unaweza kutumia nambari 0762312171 0762312171 ukapata hicho kitabu au baadhi ya vitabu kaulizia pale. Vitakusaidia na vitakupa nguvu ya kuendelea mbele zaidi. Tupate tena kesho tutakapokuwa tunajifunza jambo lingine la kuweza kutusaidia katika maisha yetu. See you.